एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ndugu mpendwa mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu, karibu tena katika kipindi chetu, kipindi nzuri sana kinachoitwa Maktaba ya Masihi. Maktaba ya Masihi ni kipindi ambacho tunakueleza kwa kina sana mafundisho na maandishi ya mwanzilishi wa Jumuiya wa Islamu wa Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam wa Qadian. Naam, katika kipindi kilichopita tulikuburudisha vilivyo kupitia yule mtume ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu, Isa mwana wa Mariamu, ambao anamuita Yesu Kristo. Basi tulieleza kwa kina sana ya kuwa huyu hakuwa Mungu bali alikuwa ni mtume, kama alivyoeleza Masihi Maud alayhi salatu wasalam vile alivyoteswa kwenye msalaba. Basi Mungu hawezi teswa. Najua umefanya utafiti, ukasoma, ukaona ukweli. Basi karibu nami tena katika kipindi cha leo ili uendelee kuburudika kwa kitabu kinachoitwa Arya Dharam. Upande wangu wa kulia ni yule mwalimu ambaye anaendelea kutufundisha, anaitwa Muhammad Musa Uponyo Saib, na vile vile mwalimu wetu mpendwa Idi Mahmud Makoha Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na asanteni kufika tena katika studio yetu ili tuendelee kufundisha yule mtazamaji mambo mazuri yanayotoka katika vitabu vya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Na kama ulivyonisikia Mwalimu Saib, nimemueleza leo tungependa tuwaeleze kuhusiana na kitabu cha Masihi Arya Dharam. Hii Arya Dharam maana yake ni nini na nini kimo ndani ya kitabu hiki, tafadhali? Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana bwana mtangazaji kunipa nafasi kuchangia katika kipindi hiki muhimu, kipindi Maktaba ya Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Na leo ulivyotangulia ni kwamba tunajadili kitabu ambacho kinaeleza kuhusu imani ya Maarya Samaji. Naam. Kwa hivyo ni kitabu ambacho Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alikiandika ili kujadili kwa kina imani hii ya dini ya Arya Samaji. Ibainike kwamba baada ya dini ya Kikristo au wahubiri wa Kikristo kubuni ile njama na hila ya kumtukana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na dini tukufu ya Kiislamu, Maarya Samaji nao pia wakachukua huo mtindo. Wakaona kwamba nao pia waanze kuishambulia dini tukufu ya Kiislamu na maisha mazima ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alikaa ange ili kuitetea dini tukufu ya Kiislamu pamoja na heshima ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Namna alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an tukufu kwamba yeye ndiye aliyemtuma mtume na dini ya haki ili aishindishe dhidi ya dini zingine zote. Kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salam alifanya hii kazi ya kuitetea dini ya Islam kila upande. Yeyote ambaye aliyetaka kuichafua dini ya Kiislamu akachukua hatua ya kuzima ule upinzani. Kwa hivyo hii ni kazi kubwa ya kielimu ambayo Masihi Maud alayhi salatu wasalam aliifanya ili kutetea dini tukufu ya Kiislamu pamoja na kuchambua na kuanika ule udhaifu ulio katika dini ya Arya. No. Ni kitabu ambacho kiliandikwa mnamo mwaka 1895 na pia kikachapishwa huo mwaka, na ni kitabu namna tulivyoeleza ambacho kiini chake haswa ni kutaka kulinganisha imani ya hizi dini mbili, kwamba Arya wanafundisha kitu gani, ni nini wameweka katika vitabu vyao, na Uislamu unafundisha nini. Kwa hivyo akafanya kazi kwa ustadi mkubwa na watu wakaweza kujua zile siri ambazo ziko ndani ya dini hii ya Arya Samaji, na akaelezea namna gani dini ya Kiislamu inaweza muelekeza mtu katika hali ya wokovu na kumjua Mungu wa kweli. Kwa hivyo kwa ufupi, inshallah taala, leo hiki ndicho kitabu ambacho tutakuwa tunakijadili katika kipindi hiki. Asante sana kwa kueleza mtazamaji kitabu ambacho tutajadili katika siku ya leo, ambaye ni Arya Dharam, na ukasema hii inaeleza imani
ya Waaria, yani maana ya dharam ni imani. Okay. Asante sana Mwalimu Saib. Na nikikumbuka kwa uwazi sana Mwalimu Saib, na nikikumbuka ni wewe ulitueleza katika kipindi kilichopita kuhusiana na imani moja ambayo Waaria wanayo. Ndiyo. Na ni imani ambayo inashangaza sana kwa wengi, inachoitwa Niog. Na uliiguza kidogo tu, lakini naona katika kitabu hiki Masih Maud alayhi salatu wasalam amekieleza sana. Je, ameeleza nini kuhusiana na imani hii? Alifichua fundisho hili kivipi? Asante sana ndugu mfawidhi. Jambo la kwanza ningelipenda kueleza nia ya Masih Maud alayhi salatu wasalam katika kuandika kitabu hiki Arya Dharam. Sababu ilikuwa ni kwamba wakati ule mabaniani hawa wa Arya Samajists walianza kupinga dini ya Kiislamu, wakimtusi mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakiunga mkono harakati za Kikristo ambazo zilikuweko hapo awali za kumpinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sasa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akafanya uchambuzi wa kutosha wa kina, akachunguza na akachukua sasa imani hii ambayo ni kipengee cha imani ya hawa Arya ambayo inaitwa Niog. Sasa mwanzo kabisa, kwa sababu hawa mabaniani walikuwa wamefanya harakati kubwa sana za kumshambulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakimpopolea matusi na kueneza chuki kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikawa yeye amewaeleza sasa kulingana na imani yao. Sasa alipoanza kuchambua hii imani, mabaniani walikuwa wakati ule hata wenyewe walikuwa wanaona aibu kutaja kipengee hiki cha imani, kwa sababu si kitu walikuwa wanaongea paruanja, ilikuwa tu ni katika matendo yao ambayo wameaficha. Lakini sasa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam aliitisha mkutano mnamo tarehe 30 mwezi wa Julai mwaka 1895 katika msikiti wa Qadian. Akawaita wa Arya, washiriki wa Kiarya wanne. Sasa akawauliza pale msikitini kama ni kweli kipengee hiki cha imani kimo katika imani yao. Kwa sababu yeye mwenyewe Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa hajaamini kwamba imani hii ya kinyama inaweza patikana miongoni mwa watu ambao wana imani ya dini. Sasa yeye alikuwa, hilo jambo lilikuwa kwake hajaamini kabisa kwamba inawezekana. Lakini alipowahoji na wakamjibu kwa kukiri, walilazimika kukiri kwamba kweli hili jambo linapatikana katika imani yetu. Na sasa ikawa jambo hili limeanza kufafanuka kwamba ni jambo la aina gani. Ndipo wakati huo sasa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam akazama kwa undani akichambua katika kitabu hiki cha Arya Dharam. Na akaelezea ni kitu gani hiki ambacho kinaitwa Niog. Kumbe ni aina fulani, aina ya zinaa ya paruanja ile ambayo wanaitekeleza kwa jina la dini, wakisema kwamba ni dini na inaamrisha ama wanafuata imani ya dini, lakini ni kinyume hata cha maadili ya binadamu. Ni kinyume na umenke kama ilivyo kawaida ya silsila ya maisha ya binadamu. Kwa hivyo ni kitu ambacho tutakapochambua katika sehemu za mbele tutaona kwamba ni kitu cha aibu kubwa sana ambacho hawa jamaa wamekiweka katika imani yao na wanadai kwamba wanamwamini Mwenyezi Mungu. Asante sana. Umesema hii iko kinyume cha maadili ya mwanadamu, na pia ninashangaa sana ni imani yao, na pia wanauoga nayo kuhubiri hadharani. Kama sisi tumekubali ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, tunahubiri Mwenyezi Mungu waziwazi. Wao hii ni imani yao, lakini bado wanaficha. Kitu mzuri ni kuwa Masih Maud alayhi salatu wasalam aliwaita kuwahoji, kwa sababu pia alikuwa anajua hii imani iko ndani. Nao wakakubali ya kuwa hii imani tuko nayo. Tunayo sisi. Naam, Mwalimu Saib, hii inatupeleka kwa swali lingine hapa. Fundisho la hili Niog linaonyesha nini kuhusu udhaifu wa kimaadili na kimaumbile wa mafundisho yao hawa wa Arya Samaj? Tafadhali.
Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana bwana mtangazaji kwa swali lako hili nzuri ambalo nategemea kwamba mtazamaji wetu au watazamaji wetu watapata mwangaza na faida kulingana na udhaifu ulio katika dini hizi na kujua sababu kubwa ya Mwenyezi Mungu kuleta dini tukufu ya Kiislamu. Na tulivyozungumza katika vipindi vilivyopita bwana mtangazaji, tulisema kwamba yule anaishi katika nyumba ya glasi hatupi mawe. Kwa sababu yale mawe yakitupwa yakirejeshwa kwako, ile nyumba itapasuka na utakoza mahala pa kuishi. Sasa hawa mabwana hawa Maarya Samaj, wao baada ya kuona ile desturi ya wenzao wa Kristo, na wakaona kwamba waanze kutupa mawe, huku wakisahau kwamba katika vitabu vyao kuna fundishwa nini, namna alivyoanza kutueleza Maalim Saab. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam naye akachukua jukumu la kuwajibu, na sehemu waliokita sana ni kutaka kujadili ndoa za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kukosa kufahamu hekima iliyokuwa katika ndoa hizi, wao wakaanza kuzitangaza kwa namna ya dharau na kwa namna mbaya. Ibainike kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam sawa na muongozo wa Qur'an tukufu, hakuna ndoa aliyofanya bila ya kuitangaza kirasmi. Hivyo alitangaza kila ndoa, ndipo akafunga ile ndoa. Na pia kuna hekima nyingine kwamba hawa wake za mtume sallallahu alaihi wasallam wengi walitoka katika kabila mbalimbali, na wakati ule kulikuwa na ule uhasama mkubwa kati ya hizi kabila. Kwa hivyo kwa kuoa katika hizi kabila, mtume akaweza kufaulu kuleta hizi jamii pamoja. Sababu ukioa katika jamii fulani unachukuliwa kama ni mmoja wao. Kwa hivyo kwa njia hii mtume akawa anapunguza au anazima ule uhasama. Hawa maskini wasijue kwamba hii ni hekima gani ilikuwa katika ndoa hizi, wakaanza kumshambulia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nao kumbe katika dini yao wameruhusu zinaa ya hadharani, ambako watu wanaweza kufanya zinaa au kitendo cha mapenzi bila kujali mipaka yote ya dini au hata ule ubinadamu. Na ni kwamba katika dini hii vile alivyoanza kueleza Maalim Saab kwamba inaruhusu kwamba mwanamke anaweza toka nje ya ndoa akazaa kule ikiwa mumewe amekosa watoto wa kiume. Sasa huyu mama au huyu mwanamama ana ruhusa ya kuenda kuzaa kule nje, na ana ruhusa ya kulala na wanaume mpaka 11. Na pia mwanaume ana ruhusa ya kulala na wanawake mpaka kiasi hicho 11, mpaka huyu bwana atakapopata ile idadi ya watoto wanaume anawataka. Na akifanya hivyo, pia yule mume ana haki ya kuendelea kujamiana na huyu mama ambaye bado anasunguka kule nje. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba namna gani hii dini imerudisha hadhi ya watu kiwango cha wanyama, wakati dini ya Kiislamu imezuia kabisa aina zote ya zinaa. Na inasema wazi kwamba watakaofanya zinaa wachapeni kila mmoja viboko 100. Na usione huruma kutekeleza sheria ya Mwenyezi Mungu. Ushafahamu? Kwa hivyo Islam imezuia kabisa vitendo vya zinaa vya aina hii ili kulinda ile heshima ya watu. Lakini hawa mabwana katika dini yao wamerudisha ile heshima ya watu kurudi katika kiwango cha wanyama. Sababu tunajua bwana mtangazaji ni kwamba wanyama ndo wale ambao kama mtu anataka tuseme mbegu ya ng'ombe fulani, anamchukua ng'ombe wake wa kike anampeleka kule kwa ile ng'ombe ya kiume kupata kule mimba na kupata ile mbegu, au achukue ile ng'ombe wa kike alete kwenye ndume, au kama ni mbuzi uchukue mbuzi wako upeleke kwenye. Hii si tabia ya wanadamu. Hii imedhihirisha ni tabia ya wanyama. Au tuseme wale tunaita men for hire, kwamba kuwakodi wanaume kwenda kufanya ile tendo la kuzalisha watu. Kwa hivyo hii ndio imani ya hawa watu ambao wanayo katika vitabu vyao na wanasahau kuiangalia, wanakuja kuangalia mafundisho ya dini tukufu ya Kiislamu ambayo hawajaelewa ile hekima yake. Ni kama alivyosema Nabii Isa alayhi salatu wasallam kwamba wewe unataka kutoa kibanzi katika jicho la mtu na kwako kuna boriti. Yaani unaangalia mambo kidogo kwa dini za watu wakati kwako kumechafuka. Ushafahamu? Lakini Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam aliwapiga tafrao na hii imani yao, na wakaona aibu kweli kweli kwamba kumbe wamekalia mambo machafu zaidi ambayo hata ni aibu kuyatangaza mbele ya watu. Kwa hivyo kwa ufupi bwana mtangazaji, hii ndio hali ambayo iko katika hii dini ya Arya ambayo Sayyidna Ahmad alayhi salam alianika hadharani na kuwajulisha watu kwamba jamani, angalieni hawa wanaojiita kwamba ni wanadini, angalia mafundisho yao. Asante sana. Na hii ilikuwa ni mpango ya Masihi Maud alayhi salatu wasallam kuwaziba midomo ili wasiendelee kuchafua
ile hadhi ya mtume wetu Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na umenifundisha fundisho bora zaidi hapa, na pia yule mtazamaji najua amejifundisha mambo mazuri. Kabla utupe mawe kwa mtu, lazima uangalie hali yako. Kabla uongee mbaya kwa mtu mwingine, lazima uangalie hali yako kwanza. Na pia kama uko na glasi nyumbani, basi usitupe mawe kwa nyumba ya mwingine, watatupa kwako ile glasi ipasuke. Naam, Mwalimu Saib, je, hii imani tunaweza iita imani ya dini kweli? Katu haiwezi kuitwa imani ya dini. Mimi ninachoelewa hapa ni kwamba kwa sababu walianza harakati hizi kwa kumchafulia jina mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakiwachokoza Waislamu na kuchafua jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wakasahau kama alivyosema ustadh kwamba ukiishi katika nyumba ya vioo, basi usiwe wa kwanza kumrushia mwenzako jiwe. Sasa wao walikuwa wanamtupia mawe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusahau kwamba wao ndio wanaishi katika majumba ya vioo vidhaifu. Kwa hivyo wakawa wameanza sasa kumchokoza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, na kwa kuwa yeye ndiye mtetezi wa dini ya Kiislamu, ndiye mtetezi wa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ilikuwa ni harakati ya kutaka kuwazima vinywa vyao, na akaeleza sasa hii imani yao na hii wanayofanya kwamba ni ndoa, si ndoa ile. Hata hatuwezi kuita kwamba ni ndoa ya mitala, ama hatuwezi kuita kwamba ni ile ndoa ambayo mwanamke anakuwa na rijali wengi katika maisha yake. Hata si kiwango hicho. Kiwango hiki ni kingine, ni udangaji na mdandio. Udangaji yani mwanamke kutafuta wanaume wengi 11 amesema. Wanaume 11 wao wote akila uroda nao. Alafu na mwanamume pia kufanya hivyo hivyo. Huu ni mdandio na udangaji, desturi ambayo ni ya watu ambao ni makahaba. Kwa hakika haiwezi kupatikana kwa mtu ambaye anajiita ni mtu wa dini. Kwa hivyo hii desturi ilikuwa ndio mbovu zaidi, na baada ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kuichambua kisawasawa na kuwaeleza kinaga ubaga, akawaambia kwamba jamani, hii si dini, hii ni zinaa ya kimbari ambayo iko paruanja, ambapo hata wanyama afadhali, wanyama mbwai ni afadhali. Hata mtangazaji, ndugu mtangazaji, ningependa kueleza kwamba kuna ndege kama vile kanga, yule njiwa na bata. Hawa wanakuwa na chaguo moja la dume. Hawawezi kugawana madume. Sasa hawa afadhali wako na murua bora kuliko hawa maaria, kwa sababu hawa wanadai ni imani yao, na hawa nao wanaona tu ni ujamaa. Unaona? Ukilinganisha hawa ndege ni ujamaa na wale ni imani. Yani lile ntendo la kiroho, na hawa ni wanyama tu. Lakini afadhali wao kuliko hawa maaria. Kitendo chao hicho ni kibovu zaidi, hakifai katika dini, yani hata kisiitwe ni imani, na kimechafua kabisa jina la ndoa takatifu. Manake ndoa ni kitu tofauti sana na haya wanayofanya hawa. Hawa ni wazulufu na washaufu, mashangingi ambao kazi yao ni kule kutafuta tu kuwa na uchu wa uroda, na mtu anakimbilia anapotaka kuenda kutafuta mwenzake. Hii ndio ilikuwa inaendelea, na ndio inaendelea katika imani yao. Sio dini na si imani kabisa, na hata si ubinadamu. Ni ule ni unyama kabisa, na hata unyama ambao unazidi unyama wa kawaida. Sasa hii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam amechambua vizuri sana, na akasema kwamba hii haihusiki kabisa na dini. Kwa hivyo hili swala litolewe kabisa kwa imani, litengwe kabisa na imani ya kidini. Asante sana. Mimi niko na uhakika ningekuwa wakati huo ningepata kuwa na ushuhuda ya kuwa maaria walipata aibu baada ya kusoma vitabu hivi, kwa sababu iliweka wazi imani yao. Na pia najua walipata kujua ya kuwa hatungeanza kupiga mawe, hatungeanza kudhalilisha Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Na pia Mwalimu Saib, asante sana kwa kutueleza kuhusiana na hiyo hekima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuoa bibi zaidi ya moja. Asante sana. Na pia katika hali hiyo ninapata kujua ya kuwa hawa wa Aria walipokuwa wakifanya hivyo, Mtume Masih Maud alayhi salatu wasalam
alijaribu kuandika vitabu kutetea nini? Kutetea dini ya Kiislamu. Lakini unapata ya kuwa Waislamu wenyewe walichanganya, walikuwa pamoja na hawa watu kupiga nini? Kupiga Masihi Maud alayhi salatu wasalam. Hii inatuleta kwenye hili swali, Maalim Saib. Kwa nini baadhi ya Waislamu walipinga jitihada za Masihi Maud alayhi salatu wasalam kutetea dini ya Kiislamu? Asante sana bwana mtangazaji. Namna ulivyosema ni kwamba hawa baadhi ya maulamaa wa Kiislamu mara nyingi walikuja kuungana na upande wa upinzani wa Ukristo ili kutaka kumpinga Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na wakati ambako walifaa kuungana naye katika kuitetea dini tukufu ya Kiislamu. Lakini sababu kubwa ilikuwa ni ile sababu ya wivu, kwamba kuona kwamba huyu anafanya kazi ambayo imewashinda wao. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika mwisho wa kitabu hiki, sababu yeye alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu aliyetaka kubainisha mambo kiuadilifu, wala hakutaka zile fujo za kujibisana na wapinzani. Kwa hivyo alitaka kwamba watu wapate nafasi ya kueleza dini yao kiheshima. Na ndivyo tunaona kwamba hata mwanzo akisifu serikali ya Uingereza kwa sababu walileta ile platform ambayo ilipatia kila mmoja nafasi ya kueleza dini yake. Kwa hivyo hii hali ambayo aliingia kuzima hizi fujo kwa lugha kali ilikuwa ni kutaka kuonyesha kwamba jamani, njia ni hii, kila mtu apate nafasi ya kueleza dini yake, mtu asiingilie dini ya mwingine. Kwa hivyo akataka Sayyidna Ahmad alayhis salam akatoa pendekezo nzuri sana kwamba kutengenezwe sheria ambayo itazuia dini zingine kuzungumza vibaya kuhusu dini za wenzao. Unaona kwamba kila mtu ashike njia yake vizuri, na pia kuheshimia vitabu husika vya dini mbalimbali. Unaona, kwa hivyo ikiwa yeye ndiye amezima hawa, hata amewaibisha Saidi kwa sababu akatoa siri za vitabu vyao. Kwa hivyo ili kuzuia hata aibu Saidi, akawataka kwamba komeni hapo, uwe ni mwisho, basi turudi katika ustaarabu, watu waheshimu dini za watu wengine. Na akapendekeza kwamba hii iwekwe chini ya sheria ya ile criminal procedure code ambayo mtu akizungumza vibaya kuhusu dini ya mtu mwingine basi ahukumiwe chini ya kifungu hiki. Lakini ajabu ni kwamba ingawa hii ni sheria ambayo ingepata kumlinda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa maulama wa Kiislamu waliipinga. Waliipinga vikali na kujiunga na upande wa upinzani wa Maaria na Wakristo. Sababu ni hiyo niliyosema, kwamba wao waliona vibaya kwamba mbona huyu anaanzisha kitu ambacho ni kizuri, lakini kungefaa ni sisi tungekianza. Unaona, kwa hivyo wakawa wanapinga sheria kama hile. Lakini hata hivyo Waahmadia wanaofika 746 walitia sahihi ile pendekezo, na baadaye ile ilikuja ikajumuishwa katika sheria hiyo. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam kwa kweli alifanya juhudi kubwa kuweka heshima ya dini, na si Uislamu tu, bali alitaka kwamba kila dini iheshimiwe, watu waeleze mafundisho tu ya dini zao, ili watu wapate nafasi ya kufanya uchaguzi bora, kwamba unajua kwamba tukiangalia hii na hii basi hapa ndio kuna ukweli. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, hawa mabwana kwa sababu ya chuki na wivu walimpinga Sayyidna Ahmad alayhis salam. Si kwamba alianzisha kitu kibaya, bali walitaka kwamba afadhali wangekuwa ni wao. Kwa sababu ya wivu tu wakampinga Sayyidna Ahmad alayhis salam. Naam bwana, hii inafurahisha sana kwa kuwa Masihi Maud alayhis salam alifanya kazi katika kila kona, na inanifurahisha kuwa baada ya kuwazima wasiongee, basi wakasema tuweke sheria, kila dini iheshimiwe, na ikawekwa na kila dini kaanza kuheshimiwa. Asante sana kwa kutueleza maneno ya Masihi Maud alayhi salam kutoka katika kitabu hiki Arya Dharam. Na pia Mwalimu Saib ameeleza kuhusiana na ile sheria, na sisi tunajua ya kuwa sheria yetu, mafundisho yetu tunatoa katika Qur'ani tukufu na hadithi na sunna za Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ningependa kukuuliza ueleze yule mtazamaji ni kiwango gani ambacho inafaa Masihi Maud ameeleza katika kitabu hiki kwa mujibu wa maelezo yake yeye mwenyewe katika kijitabu hiki. Ni kwa misingi gani Waislamu wanapaswa kuzikubali au kuzikosoa hadithi? Asante sana. Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam amebainisha hili jambo wazi. Akasema kwamba baada ya Qur'ani tukufu, njia ya mwongozo inakuwa ni hadithi ambayo inafuata. Na katika hizi hadithi akasema kwamba kitabu cha kwanza ambacho kinabeba uzito mkubwa ni Sahihi Bukhari. Bora hadithi ambayo inapatikana ndani ya kitabu hiki isipingane na Qur'ani tukufu, basi utachukulia kwamba uzito wake unakubalika.
Pia kinachofuata ni Sahih Muslim. Na akasema kwamba Sahih Muslim pia sharti ni lile lile kwamba hadithi zilizomo zote zisipingane na Qur'ani tukufu wala kupinga Sahih Bukhari. Hicho pia kitachukuliwa kwamba ni kitabu chenye uzito wa kueleweka vizuri. Baadaye vinavyofuata ni vitabu kama Jami, Tirmidhi, Sunan, Nasai, Abu Daud, Muwatta Imam Malik, alafu na Darqutni. Akasema kwamba vitabu hivi mradi tu vifuate lile sharti kwamba visipingane na Qur'ani tukufu wala visipinge Sahih Bukhari na visipinge Sahih Muslim. Kama vitaenda hivyo sawa sawa, basi hakuna tatizo katika sisi kuamini hadithi. Lakini kama itabuniwa hadithi ambayo inapinga Qur'ani tukufu, iwe katika Sahih Bukhari, haitakubalika. Iwe ni hadithi inatoka katika Sahih Muslim inapinga Bukhari na inapinga Qur'ani tukufu, haitakubalika. Kwa hivyo hadithi hizi zote lazima ziwiane na Qur'ani tukufu, kwa sababu hadithi ni ufafanuzi na maelezo ya Qur'ani tukufu. Kama hazitaeleza bali zipinge, basi zitakuwa si sawa. Haya akaandika katika kitabu hiki cha Arya Dharam, ukurasa wa 8, ambapo katika msururu wa vitabu vya Rohani Khazain, jalada la 10, ukurasa wa 86. Hivi ndivyo alieleza Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, na mwongozo huu umesaidia watu wengi kuchanganua hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jinsi ya kuzitumia. Isiwe tu hadithi inaletwa inabuniwa kwa ajili ya migogoro, mizozo ama kuania kuwa mshindi. Hadithi zichunguzwe kwa mizani hiyo hiyo, halafu zitakuwa ni hadithi za kutumika sawa sawa, zitaaminika na maudhui ambayo zinaeleza yatakubalika. Asante sana. Licha ya kuwa anapata upingamizi kutoka kwa Waislamu wengine wanasema ya kuwa yeye haamini Qur'ani, lakini katika kitabu hiki tunapata kuelewa ya kuwa Masih Maud alayhi salatu wasalam alikuwa baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu ambaye alileta kitabu kile cha sheria, yani Qur'ani tukufu, na pia inashangaza pia ana imani na hadithi za Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Asanteni sana kwa kueleza mambo mengi kuhusiana na kitabu hichi Arya Dharam, na Mwenyezi Mungu awazidishie, na pia nawaomba muweze kufika katika kipindi kijacho tuendelee kufundisha yule mtazamaji. Asanteni sana. Inshallah. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, kama ulivyoona tumefika kikomo. Muda umetupatia kisogo, maneno ni matamu sana, tungeweza kuendelea zaidi kukuelimisha, lakini fanya hivi: chukua kitabu kile wewe mwenyewe ukisome, upate ladha yenyewe ambayo mimi napata hapa studio kwenye hawa wageni wetu. Kuwa nasi katika kipindi kijacho, tuendelee kuburudika na kujielimisha kupitia mafundisho mazuri kutoka katika vitabu vya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, ऐ आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।